الله والرسول والصحابة يحمد الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى akumsalia bwana mtume alayhi salatu wassalam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi alkathira, juu ya neema zake nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaziteremsha kwa waja wake waumini. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahdahu almutafaddil alayhim bidhalik. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye ambaye amewapa waja wake hao hizo neema. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi alkarim, anasema katika Qur'ani, wama bikum min ni'matin famin Allah, na lolote ambalo mnalo enyi wanadamu katika neema basi mfahamu linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala yakulu asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, na Allah tabaraka wa ta'ala akawateremshia neema zake juu yenu, neema za dhahiri ambazo zinaonekana na neema zile ambazo hazionekani. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo aliyesema katika Al-Qur'anul Majid kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo aliyesema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na mkiamua kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala basi hamtaweza kuzidhibiti kiidadi. Kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alaina ma'shara al-ahibba kathira, neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi ni neema nyingi sana. Nitataja neema mbili tu alafu tuingie katika muhadhara wetu wa leo. An-ni'matul ula, wa hadha min babi at-tadhkir, katika mlango tu wa kukumbushana. An-ni'matul ula hiya ni'matul islam, neema ya kwanza ni neema ya Uislamu. Ni'matun la tuwaziha ni'matun, Uislamu ni neema ambayo haifanani na neema yoyote. Mwanadamu awe vile atakavyokuwa, katika hali ya maradhi, katika hali ya ufakiri, katika hali ya haja, lakini muda wa kuwa amepewa neematul islam fakad u'tiya ad-dunya wa ma fiha, ni sawa sawa na mtu aliyepewa duniani na dunia na vilivyomo. Na mwanadamu awe atakavyokuwa katika al-ghina was-sihhatu wa al-farah, katika utajiri na afya na faraha, ikiwa hana Uislamu mwanadamu huyo lam yu'ta shay'un, takuwa sawa sawa hajapewa chochote katika neema, sio za duniani wala akhera, ndako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni'matul ula ni'matul islam. Al-islamu dinun ikhtarahu Allah tabaraka wa ta'ala an yakuna lil'alamin dina. Allah tabaraka wa ta'ala katika dini zote hajawahi kuchagua dini ambayo iwe lil'alamin, kwa viumbe wote, min dhalika alwaqt ila an taquma as-sa'a illa hadha al-islam,
isipokuwa Uislamu huu. Al-adyanu as-sabiqa, dini za mitume waliotangulia, kanat mahdudatan, zilikuwa zina wakati maalum. Na ndio maana kila baada ya wakati Allah tabaraka wa taala kana yab'ath rasulan, alikuwa anamtuma mtume na sheria mpya. Lakini baada ya Muhammad alayhi salatu wassalam, qala Allah subhanahu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الإسلام نعمة لا يوازيها نعمة، والإسلام نعمة باها يفنان نعمة يوت كيفما كانت حالته، vyovyote ambavyo itakapokuwa hali yako, lakini wewe ni Muislamu, basi fahamu umepewa kitu ambacho wengi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hawajapewa. Neema ya pili ndugu zangu katika imani, neematul hudhur ila mithli hadhihi almajalis, neema ya kuhudhuria vikao hivi. Unaweza kuona ni jambo la kawaida, la, lakini neematun min Allah subhanahu wa ta'ala yahbaha Allah tabaraka wa ta'ala liman shaa min ibadihi. Ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, anampa mtakaye katika waja wake neema ya kukaa msikitini, ukawa unasikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Qala ahadu salaf, anasema mmoja katika masalafi, na inawezekana akawa ni al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, qala law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu alayhi laqataluna alayhi bis-suyuf. Lau angalifahamu wafalme na watoto wa wafalme raha tunaoipata sisi watu wa dini kwa kukaa msikitini, kwa yale ambayo tunayafahamu, basi wallahi laqataluna alayhi bis-suyuf, wangetupiga vita ili watu wapate majalisi mfano wa hizi majalisi. Kwa ni neema min Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume au baadhi ya ahlul ilm au Mtume sallallahu alayhi wasallam asema tilkumul majalis la yashqa jalisuha, ni vikao ambavyo anayekaa katika vikao hivi hawi muovu. La yashqa jalisuha, yule ambaye anakaa katika vikao hivi hawi muovu, kwa maana hata kama atakuwa muovu, lakini hivi vikao ni moja ya sababu ya ghufranu dhunub, kusamehewa madhambi ya mwanadamu. Au vikao hivi, yule ambaye yukthiru min julusiha, ambaye anakaa katika vikao hivi kwa wingi, hata kama atakuwa na dhambi inayomsumbua kuihama, lakini bikathrati tadhkir, kwa sababu ni vikao vinatajwa sana Allah subhanahu wa ta'ala, na anakumbushwa sana adhabu na ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, kidogo kidogo anaanza kujiepusha na hayo maradhi au dhambi ambazo yuko nazo. Kwa hadhihi almajalis la yashqa jalisuha, hivi ni vikao ambavyo mtu ambaye anakaa katika vikao hivi basi huwa hawi muovu. Ndugu zangu katika imani, baada ya hayo machache yaliyotangulia, muhadhara wangu wa leo au kalima yangu ya leo itazungumzia hadithi ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ambayo ameitoa al-Imam Abu Daud as-Sijistani wal-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa ghayruhuma, na wasiokuwa hao, wa hasanahu al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, na amehasinisha al-Imam al-Albani. Hadith mashhur, حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أخرجه أبو داود. حديثه Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama aliomba wasia na masahaba waliomba wasia
wa mau'izatun muwaddi', mtu ambaye anatuaga. Kwa hiyo lazima tuwe makini kusikiliza wasia wa bwana mtume alayhi salatu wassalam. Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu yaqul wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mau'izatan balighatan, alituwaidhi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-ulama, maulama wanasema fihi mashru'iyyati al-wa'd, ndani ya hili kuna kuwekewa sheria swala la kuwawaidhi watu, kuwapa watu mau'idha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema, anamwamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, na wape mawaidha. Kwa Al-Irbad ibn Sariyah anasema wa'adhana Rasulullah, alitupa mawaidha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndani yake kuna mashru'iyya, kuna usheria wa kupeana mawaidha baina waislamu, baina hinin wa akhar, baina ya wakati na wakati mwingine lazima patikane mau'idha wa da'wa wa tadhkir. Lakini sio mawaidha tu ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatoa kwa masahaba wake. Qala mau'izatan baligha, mawaidha yenye balagha. wanasema ahlul ilm albalagha alijazu fi alkalam ma istifai almaani, alwijaza fi alkalam ma istifai almaani, maneno kuwa mafupi yenye maana, kwa sababu na Mtume sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'ul kalim, alikuwa anazungumza ibara fupi yenye maana ndefu alayhi salatu wassalam. فوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa mawaidha baligha dharafat minha aluyun, mawaidha ambayo yalitokwa machozi macho yetu kutokana na mawaidha haya. Al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala alipoelezea hadithi hii katika kipengele hiki, dharafat minha aluyun wa wajilat minha alqulub, قال هاتان صفتان وصف الله تبارك وتعالى بهما عباده المؤمنين. hizi ni sifa mbili za kutokwa machozi na kuogopa nyoyo za wanadamu, alwajal wa wajilat minha alqulub ay wa khafat minha alqulub, ni sifa mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala wasafa bihima ibadahu almu'minin, aliwasifu waja wake waumini. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. haika waumini wa kweli ni wale ambao wanapotajiwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao huingia hofu walwajal, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na nyoyo zao zikashtuka. Ndio maana mmoja katika masahaba anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama wa'adhana wama minna illa wa indahu irjil au rajil karjil al-miqdar au kama qala radiyallahu anhu, hakuna yoyote wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anatupa mau'idha isipokuwa kila mmoja alikuwa anasikitika kwa kulia, yani ala ile kwikwi kwa sababu ya maneno makali ya bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Na ndio maana Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ilipokuwa anasoma baadhi ya aya za Qur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala alipokuwa anazungumzia waja wake Allah subhanahu wa ta'ala waumini, idha tutla alayhim ayatuna kharru sujadan wa bukiyan, waja wetu ambao walikuwa wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wanaenda kusujudu, zile ayatu sujud, walikuwa wanaenda kusujudu huku wakiwa wanalia. Fa Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alikuwa anasujudu, kisha alikuwa anasema fa ya Umar fa hadha sujud fa min aina al-buka, Umar tayari usasujudu, kilio kiko wapi? Kwa sababu waja wa Allah alikuwa. Walihadha kana yaqul radiyallahu ta'ala anhu ibku au tabaku, ibku au tabaku,
lieni au jilizeni, kama haulii basi na ujilize. Na kuna fadhail kathira ambao zinaelezea suala la mtu kulia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwayo ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo, ainani lan talija nar, macho ya namna mbili hayaingii katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ainun batat tahrisu fi sabilillah, jicho ambalo lilipitiwa na usiku ili hali linalinda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Bwana Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa anazungumzia wale mujahidun ambao wanakwenda zao jihad fi sabilillah, kisha wanachaguliwa baadhi ya walinzi ambao watawalinda ndugu zao usiku. Ainun batat tahrisu fi sabilillah, jicho hilo haliingii katika moto wa jahannam. Kadhalika wa ainun bakat min khashyati Allah subhanahu wa ta'ala, na jicho ambalo litakuwa linalia kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wa minhum ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، na mtu ambaye alikumbuka Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake kisha macho yake yakatoka machozi kutokana na madhambi aliyokuwa nayo. Kwa hiyo sio kosa wala sio riaan kwa mtu ikiwa anashindwa kustahimili akalia mbele za watu. وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma kana maridan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mgonjwa, palikuwa hakuna mtu wa kuwasalisha waislamu. Faqala li Aisha, akaambia Aisha, waambie lisalli bihim Abu Bakar, waambie waswalishe na Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Aisha akawa anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu rajulun raqiq idha qaraa ghalabahu albuka, ni mtu ambaye ana moyo mwepesi. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu ilikuwa anaposoma aya za Qur'ani anashindwa na kilio. Yani Aisha alikuwa anaona kwamba Abu Bakar hastahiki kuwa imamul muslimin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyusalli bihim Abu Bakar, Abu Bakar ndio awasalishe waislamu. Kwa hiyo ikiwa hali hiyo inamtokea muislamu min ghairi takallufin, basi na kujilazimisha, fahadhihi mahmada wa laysat madhamma, ni sifa njema wala sio sifa mbaya. قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله أوصنا. Wakasema, ewe mjumbe wa Allah, tunaomba utupe wasia, tunaomba utupe wasia ambao tutashikamana nao baada ya kuondoka kwako. Kwa maneno yaliyokuwepo hapa kwa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam aliyosema ni wasia tarakaha li ummatihi ya'maluna biha ba'da mautihi sallallahu alayhi wasallam, ni wasia ambao ameuacha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, umma wake ufanyie kazi wasia huo baada ya kufa kwake. Yote haya aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni wasia ambao waliutaraji masahaba Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Qala usikum bitaqwallah, wasiyatul ula, wasia wa kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam awsahum bima awsahum bihi rabbuhum tabaraka wa taala, aliwahusia watu kwa kuwahusia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kwacho amewahusia, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, tuliwahusia wale tuliowapa kitabu kabla yenu na tumewahusia nyinyi kadhalika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa awwal wasiyati an-nabii sallallahu alaihi wasallam huwa alwasiyatu bittaqwa, amewahusia watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwa maana yake ni kwamba ayaj'ala al-insan bainahu wa baina adhabi Allah wiqayatan taqihi min adhabihi tabaraka wa ta'ala,
Taqwa maana yake mwanadamu ni kujalia baina yake yeye na baina ya Allah tabaraka wa taala kizuizi, na baina ya adhabu ya Allah kizuizi. Kizuizi chenyewe ni al-amalu salih, kuna kingine. Taqwa maana yake ni ayaj'ala al-insan bainahu wa baina adhabi llahi wiqayatan, ni kujalia baina yake yeye na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi. Kizuizi chenyewe ni al-amalu salih. Kwa ndio maana ya taqwa. Hata kama kuna ibaratu mukhtalifa, ibara mbalimbali ambazo zimezungumzwa na wanawachuoni kuelezea nini maana ya taqwa, kama vile al-maqula al-mashhura al-mansuba ila Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, anasema taqwa ni al-amalu bit-tanzil wal-istidad li-yawm ar-rahil. Taqwa maana yake ni kufanya kazi yaliyomo ndani ya Qur'ani na kujiandaa kutokana na siku ya kuondoka, ni siku ya kufa. Wal-istidad lil-liqa baina yaday al-jalil, na kujiandaa kukutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake unajiandaa vipi na haya mambo matatu aliyotaja Ali bin Abi Talib? Huwa bil amali as-salih, bil amali as-salih. Kwa hiyo taqwa maana yake hakuna maana nyingine zaidi ya kama mwanadamu amuogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda matendo yaliyokuwa mema. Lakini unaweza ukajiuliza kwamba kaifa yasir al-insani ila rabbih tabaraka wa ta'ala, anawezaje mwanadamu akatembea kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili hali akihesabiwa ni attaqi, akihesabiwa ni mcha Mungu? Mwanadamu katika mwendo wake ana mabawa matatu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakaraha al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ambao ni al-mahabba wal-khawf wal-raja. Kupata haya mambo matatu utakuwa kaifa yasir al-insani ila Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu anatembeaje kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala? Bi mahabbati Allah subhanahu, anaenda kwa Allah kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ahlus sunna wal jamaa yaqulun Allah tabaraka wa ta'ala yuhab wa yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala anapendwa na anapenda. Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda baadhi ya waja wake. Kwa al-mahabba ay mahabbatullah wa mahabbati kulli ma yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni bawa la kwanza. Bawa la pili al-khawf, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawf min adhabihi tabaraka wa ta'ala. Kadhalika la tatu ni ar-raja, ni kumtaraji Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapokuwa na mambo haya matatu, ibada bila mahabba laysat ibada. Ibada bila kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala sio ibada. Wal ibada bil khawf al mujarrad, ibada ya hofu tu ni ibada sufia, ni ibada ya kisufi kwamba unamuogopa tu Allah subhanahu wa ta'ala na wala haumpendi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada bil raja'i al mujarrad, na ikiwa unafanya ibada kwa kutarajia tu, unafanya maasi, ukiambiwa, Waarabu wanasema da'il khalqa les, kuna msemo wa Arabu wanaosema, na Waswahili si pia tunausema, lakini tunausema kwa namna nyingine. Kuna msemo unaweza kuona ndani ya vitabu, da'il khalqa lil khaliq, waache viumbe bwana kwa muumbaji wao, usikemee. Unajuaje bwana? Da'il khalqa lil khaliq. Hayo wanasema Waarabu. Waswahili kuna msemo ambao wanasema usihukumu watu bwana. Unajuaje bwana? Wewe muache mtu wa azini, usihukumu watu bwana, Allah ndo anahukumu, au wanasema Mungu ndio anahukumu. Haulai alladhina ya'buduna Allah birraja'i almujarrad. Kwa lugha nyingine wanaitwa al-murji'ah. Al-murji'ah, ambao wao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakitaraji Allah tabaraka wa ta'ala ni ghafur, Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim. Allah subhanahu kweli Allah ni rahim, Allah ni ghafur, Allah ni wadud, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala pia ndio shadidul adhab.
yeye Allah tabaraka wa taala ndio al-Qawiyul Aziz. Kwa hiyo ili mwanadamu aende sawa sawa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima aende vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab alim. Katika aya moja hiyo, waambie waja wangu kwamba mimi ni pole msamehevu, lakini pia adhabu yangu iliyokuwa kali. Kwa baina al-khawfi wa ar-raja wa baina mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadhihi thalathu ajniha, haya ni mabawa matatu au thalathatu ajniha, haya ni mabawa matatu yasiru alaiha almuslim ila Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu anakwenda nayo kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam awsa an-nas bi taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallam usikum bi taqwa Allah subhanahu. Hakuna ubaya kutaja vitu vitatu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja ndani ya Qur'ani kwamba waislamu au wanadamu wanapaswa kuviogopa vitu vitatu hivyo. Nafikiri ni hiyo ndogo ndio na matatizo. طيب. Kwa hiyo jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam awsa hadhihi al-umma bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Lakini tukiangalia katika Qur'ani kuna vitu vitatu Allah subhanahu wa ta'ala, vitu hivyo ametutaka sisi wanadamu tuviogope, na ametumia neno taqwa. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tumuogope mwenyewe, fattaqullaha la'allakum turhamun, kwa tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuliogope, ametaka tuogope moto, wattaqun nara allati u'iddat lilkafirin, wattaqun nar allati u'iddat lilkafirin, na uogopeni kadhalika moto ambao umeandaliwa kwa sababu ya makufara. Jambo la tatu, Allah ametutaka tuogope siku ambao tutarudi kwake, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yote haya ukiyachanganya ni katika taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minan nar min taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuogopa moto ni katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawf min yawm al-qiyamah min taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasiyatuhu al-ula, wasia wake wa kwanza katika hadithi hii, ametuhusia tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Qala usikum bi taqwa Allah, hadhihi al-ula. Qala was-sam'i wat-ta'a, ay usikum bis-sam'i wat-ta'a. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, katika baadhi ya riwaya kaanna ra'sahu zabiba, ninawahusia sana la kumsikiliza na kumtii mtawala. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, hata kama kiongozi wenu atakuwa ni mtumwa wa Kiabeshi. Hili ni swala la pili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam awsa bidhalika hadhihi al-umma, swala la kumtii mtawala. Na hapa tutazungumza kwa tafsiri. Amezungumza as-sam' wa ta'a, ni kumsikiliza na kumtii mtawala. Wal muradu bi hadha al-wali, na muradi wa mtawala huyo ni Muislamu.
والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم، لولي الأمر المسلم. kumtii mtawala muislamu ambaye istatabba al-amn wa sara huwa wali amri muslimin, yani watu wote au jamii ikakubaliana kwamba huyo ndio kiongozi wa sehemu husika. Na kusudia kusema kwamba bighadhi an-nadhar, pasi na kuzingatia kuangalia kaifa dakhala ila al-hukm, pasi na kuangalia ameingiaje kwenye hukumu. Sawa sawa ameingia katika hukumu binqilab, kwa mapinduzi kama ilivyo serikali nyingi duniani. Haambiwi mtu aende kufanya inqilab, la. Haambiwi mtu aende kupindua jambo lolote, sheria ya Kiislamu haimruhusu. Lakini ikiwa atafanya kisha akafanikiwa, kisha amani ikarejea na yeye ndo akawa kiongozi baada man qalab, fahadha waliyu amri almuslimin. Au sawa sawa ameingia katika uongozi bidemokrasia, kwa demokrasi, hata kama labda hautakubali demokrasi, lakini ameingia kwa njia hiyo hiyo, alafu baadaye ikawa yeye ndio kiongozi, wastatabbalahu al-amru wal-amn, fahadha waliyu amri almuslimin. Au ameingia kwa wasia, kiarabu inaitwa biwilayat al-ahd, bilwasia, kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa wasia kwa nani? Kwa Abu Bakar. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sisi ahlusunna wal jamaa tunaamini kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ashara ila almuslimin ila anna waliyahum ba'dahu Abu Bakar. Kadhalika hadha yusamma biwilayat al-ahd, na ndivyo wanavyofanya nyingi katika serikali za Kiarabu. Kiongozi aliyekuwa madarakani anamteua mmoja katika jamaa yake, mtu wa karibu, mtoto wake, kwamba huyu ndio atakuwa ni waliyul ahdi min ba'di, baada ya kufa kwangu. Waislamu wa nchi hiyo, waislamu wa pale, wanapaswa kumtii kiongozi wao huyo katika jambo hilo. Kwa hiyo man masaka zimama al-hukm, atakayeshika zimamu ya hukumu bi ayi tariqa, kwa njia yoyote itakayokuwa, fastatabbalahu al-amru wal-wada', hali ikawa imetuama kwake yeye, sasa imetulia, fahadha waliyu amri al-muslimin, yajibu as-sam'i wa-ta'a lahu, ni wajibu kumsikiliza na kumtii kiongozi. Na ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawajua Waarabu walivyo, akawaambia takidan, wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakuwa ni mtumwa, sio wa Kiarabu, Habashi, mtumwa wa Kiafrika au Kiabeshi, sio hivyo tu, bali ni damimatu alhay'a, hay'a yake sio nzuri, kaanna ra'sahu zabiba, kichwa chake labda kibaya kama zabibu. Lakini kama itatokea hivyo, akada lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalik wa awjaba ta'atahu alayhi. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah ta'ala, ana kitabu kinaitwa al-Masail al-Jahiliyyah التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. مسائل الجاهلية ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakhalif ahla aljahiliya, minha mukhalafatuhum liwulati al-umur, mukhalafa wao kwa viongozi wao. Waarabu lam yakunu yuqirruna bi ta'ati wulati al-umur, hawakuwa wanakubali taa ya kiongozi wao. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور. Lakini kabla hatujaenda mbele sana, tuzungumzie kwamba waliul amri anatiiwa katika mambo gani. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen na Sheikh Salih
al-Sheikh wamezungumza katika baadhi ya vitabu vyao kwamba waliyu amri almuslimin yuta'u fi arba'ati mawadhi' wujuban. Kiongozi wa Kiislamu anatiiwa katika hali 4 kiulazima. Katika hali ya ulazima ni wajibu, na yule ambaye hatomtii kiongozi katika moja ya hali hizo 4 yu'tabaru kharijiyan, atazingatiwa ni katika khawarij. Alhalatu alula, hali ya kwanza ay ya'muru waliyul amr bima amara bihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kiongozi atakapoamrisha jambo ambalo Allah ameliamrisha. Kiongozi amesema tutoe zaka, si ndio Allah aliposema tutoe zaka? Kwa kadhalika atatiwa kiongozi au atatiwa Allah tabaraka wa taala na atatiwa kiongozi, au kwa lugha nyingine hadha nurun ala nur. Hali ya pili ayakuna ma amara bihi waliyul amr, liwe lile jambo ambalo kiongozi ameamrisha mimma amara bihi ar-rasul alayhi salatu wasallam, ni jambo ambalo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameliamrisha. Kadhalika hadhihi sunna, yani hapa kiongozi atatiwa wujuban. Hali ya tatu ambao kiongozi anatiwa wujuban katika masala dinia, ambao wanawachuoni wametofautiana masala dinia, wanawachuoni wametofautiana masala tajadabatuha al-adilla, dalili zimetofautiana. Waliyu amri almuslimin atakapochagua moja ya kauli mbili, alafu akasema nchi yangu, sehemu yangu hii inatakiwa ifuate kauli hii, ni wajibu kwa waislamu wa sehemu zile kumtii huyo kiongozi wao, hata kama wanaona kauli yenye nguvu ni kinyume aliyochagua kiongozi, kwa sababu kauli hiyo kiongozi itakuwa na hali mbili. Hali ya kwanza ni qaulun min aqwali ahli al-ilm, wal qawlu athani amara bihi waliyul amr, ameamrisha waliyul amr. Ala sabili al-mithal, katika hali ya mfano masala ya kufunga na kufungua mwezi wa Ramadhani, hakuna khilaf baina ahli al-ilm kwamba masala ya kufunga na kufungua mwezi wa Ramadhani ni masala ambayo yana khilafu baina ahli al-ilm bi'tibari al-matali'. Hakuna khilaf bi'tibari, sio bi'tibari al-mudun, maana sisi ni Waajemi. Unajua kuna vitu sisi inabidi tukubali kwamba sisi ni Waajemi, sawa? Sisi ni nani? Waajemi, yani sio Waarabu. Na kama sio Waarabu, kuna baadhi ya matamshi yasiyofahamu ya Kiarabu. Kuna neno katika Kiarabu linaloitwa balad. Swahili nini? Mji ndo nini? Nchi. Mji nini? Kwa katika vitabu vimeandikwa hivi, mashawafi umeandika hivi, likulli ahli baladin ru'yatu, katika kila watu wa mji fulani wana mwezi wao na kufungua na kufunga kwao. Ukija Kiswahili ukisema balad, Zanzibar Unguja ni balad, Pemba ni balad, Dar es Salaam ni balad, si ndio hivyo? Ukisema mji, si ndio maana yake? Sasa balad Kiarabu sio hivyo, au mantika maana yake Kiswahili nini? Mantika. Kwa sisi Waswahili tunavurumisha kifuko, lakini inawezekana Unguja, Pemba, Dar es Salaam, Pwani, kote hiyo ni mantika wahida. Tunafahamana, na ndio baladun wahid. Kwa wanachuoni wanaposema kwamba likulli ahli baladin ru'yatuhum bi'tibari al-matali', fa in ittafaqat al-matali' ittafaqat ar-ru'ya, wa in ikhtalafat al-matali' ikhtalafat madha? Ru'ya. Sisi hapa wa Tanzania na mamlaka al-Arabia as-Saudia matali' yetu ni mamoja. Tumeelewana sisi? Kwa sisi ni baladun
واحد بمنطقة واحدة لاتفاق ماذا؟ لاتفاق المطالع. lakini kuna baadhi ya nchi ambazo matalih ni mukhtalifa tamaman, haiwezekani. Kuna baadhi ya nchi sasa hivi ni mchana, si kweli? Kwa ndio maana kuna baadhi ya wanawachuoni bighadhi an-nadhar kwamba ni mchana au sio mchana, watu watakuwa wafunge na mwezi huo, lakini kauli ambayo ni rajih ya ahli ilm kwamba likulli ahli baladi ru'yatuhum bi'tibari al-matalih wa matalih machweo na mawio. Tuko pamoja? Kwa tunarudi katika mada yetu. Sasa kiongozi wa nchi akasema, mimi kauli yangu katika hili ni kwamba itakapokuwa ni ile kauli ya kufunga watu na mji wao, kwa ni wajibu kwa waislamu wa nchi ile wamsikilize katika hilo kiongozi wao, hata kama wao wanaona ndani ya mioyo yao kauli yenye nguvu ni kufunga dunia nzima siku moja. Umeelewana? Yutaa, au mfano tuliotoa jana katika muhadhara wa jana, wanawachuoni wametofautiana kwa mtu atakayempa talaka mkewe ngapi? 3. Je, ni 3 au ni 1? Ikiwa waliu amri almuslimin amechagua kwamba 3 ni 3, amechagua kwamba 3 ni 3, na wewe unaona kwamba 3 ni 1, unatakiwa walau kidhahir udhihirishe kwamba hujamkhalifu kiongozi wako, na chini huku kirajih unaweza ukafanya chini yako rajih yako nyingine. Tumeelewana? Aya. Kwa hiyo ni hali ya ngapi? Hali ya 3. fi mas'ala mukhtalafun fiha baina al-ulama, idha ikhtara waliyu al-amri mas'ala wajaba ittiba'uhu fi dhalik. Ni lazima kumfuata lakini kwa sharti mas'ala yawe ambayo ni mukhtalafun fiha baina ahli al-ilm. Sio waliyu al-amri kwa sababu amekulia kwenye usufi aje atuambie nimeamrisha wote washerekee maulidi. La, hapa itakuja ile la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati, kwa sababu hii ni maasi. Tunazungumzia mas'ala fiqhiyya mukhtalafun fiha baina ahli al-ilm. Sehemu ya 4 ambayo waliul amri yutaa, kiongozi anatiiwa. Sehemu ya 4, idha amara bi amrin laysa fiha ma'siyatan lillahi wala ma'siyatan lirrasul, atakapoamrisha jambo ambalo ndani yake hakuna maasi, yani hilo jambo halijazungumzwa na Allah wala halijazungumzwa na mtume bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa atakapokuja kiongozi kuamrisha jambo hilo ni wajibu kumtii, ni wajibu kumtii. Mfano kama tunavyoendesha, wanasema kwa lugha nyingine nidhamu sayr, sisi tunaenda kiplastic ndio, lakini kuna baadhi ya nchi wanaenda kiprice. Kwa kiongozi ameamrisha anayetoka huku apitie kule, na anayetoka huku ukipita kinyume unapata dhambi. Umemwasi nani? Kiongozi ameamrisha unapoendesha pikipiki uvae helmet, usipofanya unapata dhambi. Na ile gharama sio riba wala rushwa wala, ile ni gharama kwa sababu hujamtii kiongozi, utakuwa ulipe. Kwa wanasema haya ni mambo ambayo lam yaqulha Allah tabarak wa taala, walaysa fiha ma'siyatan lillahi wala ma'siyatan lirrasul, yuta'u fiha waliyu amri almuslim. Na hali moja tu ambayo kiongozi hatiiwi katika hali hiyo, pale anapoamrisha maasiya, pale anapoamrisha maasiya hatiiwi. Sio, kuna tofauti. Sio kwamba utasema sio kiongozi wangu, la yani la yu'sa, hasiwi katika uongozi lakini hatiiwi katika maasiya. Tofauti, vitu viwili tofauti. Kiongozi ameamrisha, labda amemwamrisha mtu fulani anywe pombe au achukue riba au afanye kadha, yule mtu hapasi kumtii yule kiongozi wake katika hilo jambo. Lakini kadhalika hapasi kusema kwamba si kiongozi wake kwa sababu amemwamrisha mambo ya maasiya. Bado ni kiongozi wake lakini hatomtii katika yale maasiya, kwa sababu kama yanqulu dhalika al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nawawi anasema tafaqa al-ulama ala anna al-a'imma la yunzalun bil ma'siyah, wanawachuoni wamekubaliana kwamba wale viongozi hawaasiwi na watu kuanza kuwaasi na kuwapiga vita kwa sababu ya maasiya.
sawa sawa maasi wameyafanya au maasi wameyaamrisha, sawa wao wenyewe wamefanya au wamewaamrisha watu kufanya, isipokuwa wewe ambaye umeamrishwa maasi usiyafanye au uyafanye, ndio utakiwa kuyafanya yale maasi. Ndio unaingia katika kauli ya bwana mtume alayhi salatu wasalam, a'zamul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad iliyokuwa kubwa ni neno la haki mbele ya kiongozi dhalim. Utamwambia wewe ni kiongozi wangu, lakini hadha haramun haramahu Allah subhanahu wa haramahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Useme maneno haya, si kwamba ukifika pale unakuwa mnyonge alafu unaenda kumpiga radi huko katika membari. La. Mtume sallallahu alaihi wasallam qala kalimatu haqqin inda sultani jair, maneno ya kweli mbele ya mfalme au kiongozi ambaye ni dhalim. Kwa katika hali hizi nne ndio yale aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaykum was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Kuna maneno mengi ambayo ameeleza ahlul ilm hapa kuhusu kwamba ta'ammara alaykum, wanasema ahlul ilm ay sara amiran alaykum bil ghalaba, hata kama atakuwa ni amiri kwa kutumia nguvu. Ta'ammar ala wazni tafa'al, katika wazni ambao kwamba tahammala al-mashaqqa hatta sara amiran alaykum, mpaka akawa ni kiongozi wenu hata kwa nguvu. Tunaweza tukazungumzia masalih kathira, masalih mengi ambayo yanapatikana katika kumtii kiongozi. Ndio maana al-Hasan al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala anasema 1000 sana, miaka 1000 ma sultanin jair khairun min laylatin bidun sultan. Miaka 1000 kuwa chini ya kiongozi ambaye ni dhalim ni bora kuliko usiku mmoja tu bila kiongozi. Ni bora kuwa chini ya kiongozi ambaye ni dhalim lakini yupo miaka 1000 kuliko usiku mmoja ambao hauna kiongozi. Na mifano iko wazi sana. Hakuna nchi yoyote ambayo ilimuasi kiongozi wao isipokuwa hali waliokuwa nayo baada ya kumuasi kiongozi wao ni mbaya zaidi kuliko hali baada ya maasi. Hakuna nchi yoyote. Sheikh Al-Fawzan anasema atuni bidaula, leteni nchi moja tu ambayo imemuasi kiongozi wao, wakafanya maandamano, wakafanya vurugu, alafu hivi sasa nchi hiyo ni bora kuliko vile ilivyokuwa mwanzo. Akapiga mifano na mimi nitanukuu baadhi ya mifano. Akasema Syria ni nchi ambayo sisi hatumkubali kiongozi wake kwa sababu alikuwa ni mshia nasiria, lakini hatukuamrisha watu wamuasi kiongozi wao. Walikuwa wanaishi kwa amani. Mashia walikuwa na nguvu kwa kutegemea kwamba kiongozi ni mshia, lakini sunna walikuwepo, walikuwa wanaswali, wana amani na wanafanya vitu vyao. Lakini baada ya maandamano yaliyoanzisha vita, hivi sasa zaidi ya nusu ya wakazi wa Syria ni wakimbizi. Na Syria tadammarat tamaman, imevunjwa tamaman. Inahitaji miaka isiyopungua 50 ili irudi ilivyokuwa kabla mwaka 2010. Kadhalika alhali vile hali ilikuwa wapi? Libya kwa Gaddafi, Muammar al-Gaddafi. Naam, Gaddafi hakuwa mwema, lakini kadhalika maulama hawakuambia watu wamuasi kwa maandamano. Baada ya kumtoa nafikiri mwaka 2011 ila yaumin nasi hadha, mpaka siku ya leo lam tastaqir lahum qarar. Kadhalika Iraq kwa Saddam, tangu amtoe Saddam pia hakuwa mwema hivyo mwanzo, japokuwa baadhi ya ahlul ilm wanasema taba fi akhir ayami, lakini watu walipofanya maandamano mpaka leo bado mji wao. Kadhalika al-Yaman al-Habbuba Yemen ni katika nchi ambazo zina wanachuoni wengi sana wa sunna. Yalipoanza maandamano mwaka 2011
wanawachuoni walisimama kuwaambia hizo sio njia sahihi. Wallahi mnakwenda katika hawia. Watu wa hamasa wakawaambiaje wanawachuoni? Wakawaambia nyinyi mnatumiwa na serikali nyinyi. Kuna kutumiwa na serikali jamani. Hadha amrun mujarrab. Ya ikhwanana, enyi ndugu zetu mtakuja mtajuta. Wacha tubadilishe nidhamu. Ndio. Mpaka leo mkisikia Yemen kuanzia mwaka 2011 mpaka sasa. Sisi wengine tumeingia Yemen, dola moja ilikuwa shilingi 200, dola 100. Dola 100 ilikuwa ni 20,000. Sasa hivi dola 100 ni 200,000. Watu wa uchumi wanajua nini maana yake? Naelewa maana yake? Sisi tumeingia dola moja ni 200. 1,000 ya Yemen kwetu ni 10,000. Sasa hivi 1,000 ya Yemen kwetu ni 1,000. Watu wa uchumi wanaelewa nini maana ya hiki kitu. Maisha ni magumu. Yaani dola moja ni 200,000, alafu mshahara wa mtu ni 50,000. Ni shilingi ngapi? Dola 25 ndio mshahara wake. Dola ngapi? 25. Wakati ule ilikuwa dola 200. Si unaelewa? Wakati ule ilikuwa mshahara alipokuwa dola 50,000, ilikuwa dola 100. Dola 200, yani kwetu karibu 500,000. Sasa hivi anapoa hizo 50,000 ambazo dola 20, dola 25. Ambazo kwetu shilingi ngapi dola 25? Dola 25 haifiki hata shilingi 50 haijafika bado. Kwa hiyo uchumi umebadilika, watu hawana amani. Wallahi yatamannaun, wanamtamani yule kiongozi walikuwa wanaandamana kwa ajili yake atoke, wanasema ya alaita. Watu walikuwa wananunua mafuta si mengi kule. Sasa mimi nasimulia kwa sababu tupo. Mafuta si mengi kule. Kwa hawanui watu kwa lita moja. Mafuta hauzi kwa lita. Yanauzwa kwa dabba la lita 20. Dabba. Kienda dabba, unajaza dabba kwa sababu ni mengi. Alikuwa ananunua 3,000, lita 20 kwa 3,000. Mimi nimeondoka amepanda mpaka 18,000. Ngapi? Kutoka 3,000 mpaka 18,000. Kwa sababu ya vita, sababu ya matatizo. Mpaka 18,000. Sasa hivi wameshushiwa mpaka 12,000, wanafurahi. Wamesahau kwamba wametoka kwenye 3,000. Kwa hiyo hakuna nchi yoyote ambayo walifanya watu vurugu, wakafanya maandamano, wakawaasi viongozi wao, alafu hali yake ikawa nzuri kuliko vile walivyokuwa mwanzo. Fahadhihi min al-masalih bi ta'ati ulati al-umur. Na Mtume alayhi salatu wassalam ametupa njia za kuwanasihi viongozi wetu. Kwa kuishi hata kama ni kiongozi jair, lakini anahifadhi amani. Hakuna neema kubwa kama amani. Mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi lahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Yule ambaye ameamka na afya katika mwili wake, lahu qutu yawmihi, alafu ana chakula chake tu, chakula siku ile, hala kingine kesho hajui itakuwaje, lakini ana amani katika nafsi yake, huyo ni sawa sawa na mtu ambaye amekusanyiwa dunia. Kwa suala la amani au suala la kuwatii viongozi ni amrun adhim wala ya'rifuha illa man ittaqadaha. Kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabiba. Muda wa adhana tayari. Tuadhini alafu baadaye tutaendelea. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wasia mwingine baada ya sam'i wa ta'a alitoa wasia kuhusu habari. Kwanza ametupa habari kwamba man yaish, yoyote ambaye atakayekuwa na muda mrefu katika maisha, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana. Fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana. Wanawachuoni wanasema al-khilafu shar, al-khilafu shar, khilafu ni shari. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii
kadhalika katika hadithi ile istarakat alyahudu ila 71 firqa, kwa mayahudi wamegawika makundi 71, manasara 72, umma huu watagawika makundi 73. bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qala dhalika ikhbaran la iqraran, qala dhalika ikhbaran la iqraran. bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema yale kwa kutoa habari, si kwa kuyakubali. Maana kuna baadhi ya watu hawajaelewa vizuri, wanasema ikhtilafu itakuwepo tu, kwa hiyo piga toradi tu pole pole. bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wasayara ikhtilafan kathira, na yeye ndo aliyesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatahadharisha watu na nini? Na ikhtilafu. la tadabaru wala takata'u wala tanaza'u wa kunu ibadallahi ikhwana tatawa'u wala takhtalifu. na aya Qur'ani wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba. kwa yeye bwana mtume aliyetuambia ikhtilafu zitatokea, ndio yeye ambaye amekataza waislamu wasifanye nini? Wasitofautiane. kwa kama muislamu msome unataka ujiulize pale alipoeleza kwamba ikhtilafu zitatokea alikuwa na maana gani, na hapa ambapo anatukataza bwana mtume kuhusu ikhtilafu alikuwa na maana gani? watu wa sunna wanasema kullu ma yaqa fa inna ma yaqa bi amri llahi subhanahu wa ta'ala wa iradatihi. kila jambo ambalo linatokea hapa duniani huwa linatokea kwa amri ya Allah na matakwa yake. Kuna jambo lolote ambalo hapa duniani linatokea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamuru litokee na ametaka litokee. lakini mambo ya khairi Allah tabaraka wa taala yaamuru biha wa yuriduha iradatan shar'iyya. mambo ya khairi anayaamrisha Allah subhana na anayataka yatokee kisheria. al-iradatu shar'iyya hiya al-maqruna bil mahabba, hicho kitu Allah anakipenda. kwa waislamu wanaswali, wanakwenda haji, wanatoa zakat, wanafanya umra, haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka. matakwa gani? irada shar'iyya. irada shar'iyya maqrunatun bil mahabba, kwamba hicho kitu Allah anakipenda. na wale wanaoiba, wanaua wenzao, wanaozini, yote haya kadhalika Allah amefanya nini? Ameamrisha na ameyataka yatokee, kwa sababu hakuna jambo ambalo linatokea isipokuwa kwa matakwa ya nani? Ya Allah subhanahu. lakini matakwa gani? iradatan kauniyya laysat maqrunatan bil mahabba. hata Iblis ameumbwa duniani na ametokea na kuishi hapa duniani kwa matakwa ya, lakini matakwa gani? kauniyya laisa maqruna bil mahabba. yani Allah hakipendi hilo jambo, lakini anapenda jambo ambalo liko kinyume, ambalo linasababishwa na hilo jambo. ala sabili mithali, pasinga alikuwa na Iblis, maana yake pasingekuwa na kufuru. pasingekuwa na kufuru, maana yake pasingekuwa na jihadi. tumeelewana? kwa ameishi Ibilisi ili ipatikane kufuru, imepatikana kufuru ili ipatikane jihadi fi sabilillah. asingekuwa Ibilisi pasingepatikana zina, pasingepatikana zina, maana yake pasingepatikana haddu zina, yule ambaye anazini kusimamishiwa had muayyan. kwa wanasema kwa lugha nyingine al-iradatu al-kauniyya muradatun bighayriha wal irada shar'iyya muradatun bidhatiha. tumeelewana sisi? na kusudia kufikia hapa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii pale anaposema waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, qala dhalika ikhbaran bilwaqi' la iqraran. aliyasema kwamba haya mambo yatatokea, lakini hakuwa anayapenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. na ndio maana yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha sisi waislamu tujiepushe na kila sababu ya ikhtilafu. kwa aliposema fasayara ikhtilafan kathira, usije ukaona kwamba inatosha watu watofautiane, wala wewe utoe juhudi za watu kuwa pamoja kwa sababu Mtume akasema watu watafanya nini. hapana, utakuwa hujaelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akhbara dhalika ikhbaran laysa iqraran.
Ndio maana bwana Mtume alayhi salatu wasallam alisemaje? Kuna mifano midogo midogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la yabi' ahadukum fi ala bai akhihi, asiuze mmoja wenu juu ya biashara ya mwenzake. Kwa lengo gani alikataza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mimi nauza simu yangu hii, mteja amekuja, tunapatana naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekukataza wewe usije ukamuuzia yule mteja simu kabla ya mimi sijamaliza naye mapatano. Kwa sababu gani amekataza? Kwa nini limaza? Kwa sababu yule mteja akiacha kununua kwangu akanunua kwako, mimi nitaingiwa na kitu ndani ya, nitaanza kukuchukia. Kwa bitali sanaختلف. Wa hadha amrun muharram, na hilo jambo binafsi. Wala yaktub ahadukum ala khitbati akhihi, na wala asiende kuposa mmoja wenu juu ya posa ya shamu zake. Yote haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anazuia watu wasitofautiane baina yao. Kwa al-ikhtilafu wal-khilafu shar, wal-jama'atu rahma, wal-ikhtilafu shar. Kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa habari kwamba ni jambo litatokea, lakini waislamu waende mbio kwa kadri watakavyoweza kujiepusha na hilo jambo. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la kwanza alilofanya baada ya Madina, amefanya maji akha baina al-muhajirin wa baina al-ansar, wa tamasa asma al-jahiliya. Madina ya jahiliya ambayo ilikuwa ni sababu ya ikhtilaf yote yakavunjwa. Walikuwa wale maansar wako Maaus na Khazraj. Watu wa Makkah walikuwa wote ni Makuraishi ambao wana matumbo mbalimbali, Bani al-Asad sio Bani Kana, walikuwa Makuraishi. Lakini watu wa Madina walikuwa ni Aus na Khazraj. Lakini baada ya Uislamu la takadu tasma hadha. Baada ya Uislamu husikii kwamba huyu ni Aus au huyu ni Khazraj. Tasma hadha al-ansar wa haula al-muhajirun. Muhajiruna watu wa Makkah na watu wa Madina wote, al-Aus wal Khazraj minhum kulluhum ansar. Kwa sababu ya kuondosha sababu za ikhtilaf. Kwa bwana Mtume anasema ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana. Ni amrun waqi' la mahala, watu watafautiana. Lakini wakati huo sasa hapa kuruhusiwa muislamu achague alitakalo katika hizo ikhtilafu. La haujaambiwa kwamba wanapotofautiana waislamu chukua yoyote bwana. Haujaambiwa hivyo. Haujaambiwa hivyo hata siku moja. Chukua yoyote katika milango ya fiqh peke yake. Tena milango ya fiqh yenyewe katika baadhi ya mambo, yani mfano adhiya al-istiftah, dua za kufungua swala baada Allahu akbar, zimekuja dua kadhaa pale. Chukua yoyote utakayotaka, kwa sababu zote ni warida, zote zimekuja. Lakini wanapotofautiana waislamu, wewe muislamu umeamrishwa uchukue lililo sahihi. Umeamrishwa uchukue lililo sahihi. Sasa hilo sahihi utalifahamu vipi? Umeamrishwa usome. Utakaposoma ndipo utakapojua sahihi na hujaamrishwa usome tu, umeambiwa usome kwa watu sahihi. Yani watu sahihi ni wapi? Alladhi tathiqu fi dinihi wa amanatihi, yule ambaye unamwamini katika dini yake na amana yake. Unamuona kwamba huyu kweli ni mtadayyin, ni mtu wa dini na mtu ana amana na ilmu, nenda kasome. Utakaposoma ndio utaweza kupambanua baina al-muhiqqi wal-mubtil. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema talabul ilmi fariida ala kulli muslim. Kutafuta elimu ya kisheria ni faradhi juu ya kila muislamu. Kwa waislamu wanapotofautiana, Mtume sallallahu alaihi wasallam ذكر في هذا الحديث الداء والدواء, ametaja maradhi na ametaja dawa. Qala fa alaykum bi sunnati, sio chaguo utakalo, sio chaguo utakalo, la, fa alaykum bi sunnati, shikamana na sunna za bwana Mtume alayhi salatu wasalam, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Al-imam ibn Rajab asawa al-murad bis sunna huna sunna al-'amma, sababu kuna sunna al-khassa na sunna al-'amma. Kuna sunna khassa ni hii, labda tunasema sunna kwa maana ni maneno ya bwana Mtume na vitendo vyake tu pekee yake, hiyo ni sunna khassa. Yani naweza kusema sunna bi maana ma laysa bil Qur'an,
alafu kuna sunna amma yuradu ma masha alayhi an-nabiy wa ashabuhu wal a'immatul huda min ba'dihim, kila alichokifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake na wanawachuoni waongofu waliokuja, yote ni sunna. Ndio maana leo tunasoma kitabu Sharh Sunna cha Imam Al-Barbahari. Mule ametaja maneno ya Abubakar, maneno ya Umar, maneno ya Umar ibn Abdul Aziz, yote ametaja kama ni sunna. Yani sunna amma, sunna amma ay ma lam yakhtalif alayhi ahlul islam, yani mambo ambayo ahlul islam hawajatofautiana. Kwa mtume aliposema fa alaykum bi sunnati, al-murad bi sunnati amma, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba zangu. Kwa wakati idha ikhtalafa an-nasu, wanapotofautiana watu, muislamu ameamrishwa ashikamane na mwenendo wa bwana mtume alayhi salatu wasallam katika kila jambo. Sasa huyo ambaye unamwamini ayyan kana, wametofautiana waislamu katika jambo fulani, muulize tu mwenendo wa bwana mtume na maswahaba zake katika hili ni upi, atakwambia ni huu. Kwa dalili ipi? Aya Qur'ani na hadithi, fuata huo. Ndio ulichoambiwa hicho. Hicho ndio ambacho waislamu kila siku wanatofautiana. Kashasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish fasayara ikhtilafan kathira, lakini dawa fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu 'alayha bin nawajib, shikamaneni nayo kwa maneno ya magego haya. Wa alaykum wa muhdathati al-umur, wa alaykum wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na nawatahadharisha na mambo ya watu waislamu hawataki hilo jambo. Usitaje bid'a. Wewe kila siku shehe bid'a tu bid'a. La, mtume huyu bwana. Mtume ndio sawa, iyyakum muhdathati al-umur, na watahadharisha na mambo ya kizushi ni mtume alayhi salatu wassalam. Yeye ndio amewatahadharisha watu wasifanye mambo ya bid'a, sio sisi tumetoa mambo mfukoni mwetu. Kwa sababu kuna mambo mengine ya bid'a yanavutia hapo. Sisi wenyewe tunapenda tufanye siku moja moja. Lakini mtume ndio amekataza. Unafikiri hatupendi? Wakati mwingine nafsi inakuvuta. Hata sio hata mambo ya maafa. Hata mambo ya maafa. Wakati mwingine mtu anasema siku moja nikapata nikaserebuka. Lakini sasa Allah ndio amekataza. Kwa sisi hatuna lolote, laisa lana dakhal. Hatuna mchango wowote. Labda kama utakataa hii sio hadithi ya bwana mtume, tukuletee tu hadithi, kitabu cha Ibn Abi Daud, sio kwa mwaka 600 na ngapi, kwa miaka 1000 ngapi iliyopita. Hadithi hii hapa. Na kama umesoma Kiarabu basi utafasiri mwenyewe. Kwa ni mtume ndio amekataza watu na bid'a. Qala iyyakum muhdathati al-umur. Sisi tunasema tu vile ambacho amekisema bwana mtume alayhi salatu wasalam, wala nuridu illa salamata hadhihi al-umma, wala atutaki isipokuwa umma uwe salama. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hadhara hadhihi al-umma min al-muhdathat, ameutahadharisha umma huu na bid'a, sawa kana bid'a qawliya, sawa ilikuwa ni bid'a za maneno, au bid'a fi'liya, au bid'a za matendo, au bid'a i'tiqadiyya, au bid'a za kiitikadi, au bid'a amaliya, au bid'a za kufanya, yani sio za itikadi. Yote hayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza fi ghairi ma hadith, katika hadithi ambayo sio moja. Aliwakataza umma wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam muhdathati al-umur, na mambo ya kizushi. Na wanawachuoni rahimahumullah ta'ala wametaja madhara ya mambo ya bid'a. Bid'a madhara yake ni makubwa sana kuliko maasi. Leo jamii zetu tunaona kwamba maasi ni mabaya kuliko bid'a, na sahihi kwamba bid'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala bid'a ni mbaya kuliko maasi, kama vile alivyosema Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Moja katika jambo ambalo litakufahamisha kwamba bid'a ni mbaya kuliko maasi ni kwamba mtu anapofanya bid'a hawezi kuacha, lianahu yataqarrab biha ila Allah subhanahu. Unamwambia aache tena dini, yeye anaamini kwamba ndio dini, alafu anaachaje? Lakini mtu ambaye anafanya maasi, anafanya ili hali anajua kwamba yale ni, anajua kwamba mimi nafanya hili kwa nafanya tu, lakini hili si sahihi. Kwa hiyo yule ni akhafu dhararan min hadha, yule ana madhara zaidi, mabaya zaidi kuliko huyu ambaye yeye anafanya akiitakidi na inatosha kwamba anatafuta dalili za kulithibitisha hilo. Unajua dalili za maulidi sasa kuzisikia wewe? Kuna dalili?
man azlama yawma maulidi halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Atakayetukuza siku ya kuzaliwa kwangu bwana mtume nitamwombea dua siku ya shafaa. Watu wanasema wanasherehekea kwamba umeona hadithi haimo hata katika kitabu kimoja cha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya kutunga, hadithi za kutunga. Kwa kikubwa kingine kwamba wanamzushia yani bid'a katika madhara yake, unamzushia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni jambo baya. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu, atakayeniongopea mimi ili hali anakusudia jambo mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi anasema man qala alayya ma lam aqulhu, atakayenisemea mimi jambo ambalo sijawahi kulisema, sijawahi kulizungumza. Lakini sote tunataka tuishi kwa amani, waislamu tusemane. Lakini sasa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kila Ijumaa alikuwa anasema maneno haya, anawatahadharisha watu na muhdathati al-umur, akiwa anajua kwamba hivi vitu vitatokea huko akhiru zaman, mpaka itakuja tokea kwamba dini ya watu ni bid'a, uzushi ndio dini. Ili uonekane mtu wa dini wewe lazima ufanye uzushi. Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hadharana min hadhihi al-umur, wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala ay yujannibana al-bid'a ma dhahara minha wa ma batan, wa ay yaj'alana min ibadihi al-abrar wa alla yaj'alana min ibadihi al-ashrar, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Tutaishia hapa insha Allah subhanahu. Kama kuna maswali mawili matatu alafu baadaye